Jana niliona Suma na Nandy wamepigizana kelele mitandaoni. Mimi nataka nizungumze jambo moja kuhusiana na hiyo issue ya Suma na Nandy. Nilisikiliza hiyo clip aliposti Nandy na nisikize interview ya Suma yote. Ukimsikiliza Suma yuko sawa 100%. Ukimsikiliza Nandy yupo sawa 100%. Ila Nandy kuna sehemu tu ametukosea. Mimi nitaizungumza hiyo kwa sababu mwisho wa siku lazima tuwe makini sana. Ni kitu ambacho kina faida kwenye kiwanda. Hakuna mtu anazungumzia maisha ya msanii. Tunazungumzia muziki, kazi yako wewe ambayo ni kazi ya jamii. Ambao tusipokuwa makini na kazi ya msanii ina uwezo wa kubomoa maadili kwenye jamii yetu. Ushaelewa? Wasanii ni watu wenye nguvu sana. So lazima wawepo watu ambao tunawakosoa. Kwa nini msikosolewe? Kwa nini mkikosolewa mna react vibaya? Nirudi kwanza kwenye ujumbe. Suma alikoti kile alichozungumza Rayvanny na kila mtu anajua Rayvanny alizungumza. Mimi niko upande wa Rayvanny. Kila mtu anajua mimi niko upande wa Rayvanny, nimemtetea toka siku ya kwanza. Lakini yeye alizungumza maneno ambayo Suma kaenda kuyarifa. Suma Rayvanny alisema kabisa yeye show zake anazofanya sio za miaka 30 ya Bongo Flava. Show zake anazofanya sio za kitambaa cheupe. Tafasiri yake nini? Show zake anazofanya sio ya wapi sijui. Tafasiri yake hafanyi show local. Anafanya show international. Suma anakuambia anashangaa kumuona msanii ambaye alijiproud vile leo na posti bango la Kahama. Hakumaanisha kwamba tamasha la Nandy halifai. Mimi tunatokosea, tunakoruzana na mwanangu Suma, lakini mimi sina noma, mimi sina negatives, yani mimi sina personal issues. Katika kitu cha ukweli nazungumza kitu cha ukweli. So Suma alikoti maneno ya Rayvanny. Yeye alikosea nini? Na Rayvanny alikuwa anajiproud. Na msanii anafaa kujiproud. Sio kwamba ni kosa kujiproud, lakini una uwezo ku maintain status. Nije kwenye show ya Kahama. Wote tunafahamu na nilishazungumza Suma mara moja, Suma mara mbili. Tamasha la Nandy ndio tamasha pekee ambalo ndio linalisha wasanii wa Tanzania sasa hivi. Hakuna tamasha linafanyika Tanzania. Ukiondoa tu tamasha linafanyika Tanzania, hakijawahi kutokea msanii wa kike kaandaa tamasha. Yaani sasa hivi tunatazama tamasha la Nandy. So lazima tujaribu kuliheshimu kwa mikono yote. Na mimi nilizungumza, nikasema mimi ninapozungumza kuhusiana na kazi ya msanii, huwa sitaki kumvunjia msanii heshima, kumharibia brand yake, kuharibu project ambayo kaianzisha. Hii ni project ambayo inalisha watu wengi sana. Utakiwa ku-criticize kabisa. Kwa sababu ukitaja show za mikoani, nani ambaye hajawahi kufanya show ya mkoani ambao labda unaweza kuidogosha? Diamond anafanya retro, anafanya wapi? Mikoani. Kaenda huko mikoani anapoenda Nandy na Diamond kapita kule. Tafasiri yake nini? Sio kwamba Diamond anafanya tamasha dogo. Ni show ambazo kila msanii anazifanya. Na Suma hakutaja tamasha la mtu, bali aliongea. Rayvanny alisema 1 2 3 4. Sasa leo mbona tunamuona huku ambapo ndio maisha yetu? Kama alisema hivi, yeye sio kuperform huku kitambaa cheupe miaka 30 ya Bongo Flava sio wapi? Kwa nini anaenda huku? Ndio anachoshangaa. Ila hakusema kwamba tamasha halifai. Mimi kiukweli hata mimi ningeshangaa Suma angesema tamasha halifai. Mimi mwenyewe ningekuwa mtu wa kwanza kumwataki Suma. Mimi hapa ningekuwa mtu wa kwanza kumwataki Suma. Lakini msitengeneze mazingira ya kwamba mtu asitoe comment yake kutokana na kile ambacho walikuwa wanabishana na msanii. Msanii yeye kaja kujiproud mitandaoni. Suma kaja kakoti tu. Mimi sio kwamba namtetea Suma, nazungumza uhalisia. Kaja kukoti kile ambacho alizungumza msanii. Why asizungumze? Kwa nini asizungumze? Una ubaya gani? Narudia pointi yangu. Tamasha la Nandy lazima tujaribu kuliheshimu. Na Suma hakumention popote. Hata kama ukimpeleka mahakamani unaenda kumkamata wapi? Hajamention tamasha la mtu. Na hajasema tamasha dogo. So kwanza hapo hiyo tuachane nayo. Nirudi kwenye kauli za Nandy. Nandy anadharau sana wachambuzi. Sana. Yaani kwa kauli yake amedharau sana issue ya uchambuzi. Issue ya kuanalyze muziki. Brother, hakuna sehemu yoyote duniani haina watu ambao wanatoa comment kuhusiana na hiyo career. Hatutoi, hakuna. Anaambia Suma anazungumzia maisha ya mtu. Hakuna mtu ashiye kuzungumzia maisha ya mtu kwamba anakula nini. Maisha ya mtu ni yapi? Maisha ya msanii ni yapi? Kuzungumzia maisha yako wewe.
umetoka wapi, umeenda wapi, unakula nini, unavaa nini. Sidhani kama kuna mchambuzi anafanya kazi ya kijinga kama hiyo. Tunachozungumzia wewe ni career yako ambayo ni public. Tunazungumzia kitu ambacho kinaelimisha jamii. Tunazungumzia kitu ambacho kina uwezo wa kubomoa jamii au kujenga jamii. Tunazungumzia career yako. Hakuna mtu ashaye kuzungumzia unakula mboga ngapi, unalala kitanda cha namna gani, unaishi nyumba ya namna gani. Na. Tunazungumzia kazi ya msanii ambayo ni muziki. Kazi ya msanii sio maisha ya mtu. Tunazungumza kwa ajili ya kiwanda ambacho kinalisha vijana wengi sana. Umeshanielewa? Mimi sijawahi kutoa comment negative kuhusiana na tamasha la Nandy hata siku moja, na siwezi. Lakini lazima tujaribu kuzungumza uhalisia. Nandy katukosea kusema kwamba umechukua maiki yako elfu ngapi sijui na bando la 2000. Sawa. Lakini hiyo kazi ambayo na maiki ya bando la 2000 ndio linakufanya wewe unawafuatilia wachambuzi. Nao wanakufanyia kazi yako, wanachambua, wanazungumzia muziki wako, wanafanyaje, kila kitu wanazungumza kwa hizo maiki na bando la 2000. Hivi kuna kitu gani ambacho mchambuzi anafanya? Kifaa gani anachotumia mchambuzi, msanii hatumii? Turudi hapo. Msanii hatumii maiki? Hatumii maiki msanii? Au yeye anatumia maiki ya mabilioni? Au hizi maiki ambazo wanaziremba na hivi naona sasa hivi wasanii wana desturi wanaremba maiki zao na hivi vidude fulani vinang'aa kama vina albasi. Ndio mnaamini kwamba hizo na maiki za gharama sana, mabei gari au? Msanii hatumii bando? Msanii unatumia nini? Labda sisi tupe siri basi. Kwa sababu unaposema mchambuzi atumie maiki 60,000, atumie bando la 2000. Wewe msanii unatumia nini? Nini ambacho ni cha ajabu sana kufanya muziki? Huu muziki ambao unafanywa na kila mtu. Kila mtu anafanya muziki, wewe ndio unakuja kujiona unafanya kitu special sana mwanangu. Muziki kila mtu atapa maamini akafanya muziki. Hata nani leo kiamua leo anaingia studio anafanya muziki anaimba.